أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zanguni, tukiwa katika kuendelea kumzungumzia au kuzungumzia kuhusu mazazi ya al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, mmoja miongoni mwa maimamu 12 baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna mengi tumekwisha zungumza kuhusiana na imamu huyu mtukufu, lakini nukta tuliyokuwa tumeiachia katika kuizungumzia ilikuwa ni nukta ya nafasi yake katika funun za kielimu, funun za Kiislamu, kwamba ni kwa namna gani au ni mchango upi aliyokuwa nao al-Imam Muhammad al-Baqir katika nyanja tofauti tofauti za kielimu. Kama tulivyoona katika kipindi kilichopita kwamba al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam ndiye ambaye aliasisi mapinduzi ya kielimu katika ardhi ya Madina baada ya kuwa elimu inaanza kupotea na watu wanaanza kuacha mrengo wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kwa haraka tutaangalia mchango wake al-Imam al-Baqir alayhi salam katika fani hizi tofauti tofauti, ambayo ni fani ya at-tafsir, kwamba alikuwa na nafasi gani, alitumikia vipi fani hii katika uimamu wake. Lakini vile vile katika fani ya hadithi, kwamba al-Imam Muhammad al-Baqir alikuwa na dauru gani katika utawala wake kwenye nyanja ya hadithi. Lakini vile vile katika ilmu al-kalam alikuwa na nafasi gani. Ndugu zanguni, tukianza na katika eneo la kwanza la ilmu tafsir, historia inatuambia laqad khassasa al-Imam al-Baqir alayhi salam jamban kabiran fi madha min waqtihi litafsiri al-Quran, kwamba al-Imam al-Baqir alayhi salam aliweka muda maalum, wakati maalum kuhusiana na swala zima la tafsiri ya Qur'ani. Alikuwa na ratiba maalum, alikuwa na muda maalum katika swala zima la kuhakikisha kwamba anaacha mchango katika fani ya elimu ya tafsiri ya Qur'ani, haithu tanawala fihi jami'a shu'unihi wa qad akhadha anhu ulama at-tafsir. Maulama wa tafsir wamefaidika na riwayati nyingi kutoka kwa al-Imam al-Baqir alayhi salam zinazohusiana na tafsiri, ala ikhtilafi araihim wa muyulihim, katika utofauti wa rai zao na mapenzi yao au ile mitazamo yao. Yani leo hii mtu anapozungumzia tafsiru riwai, huwezi kukosa riwaya za nani? Za al-Imam al-Baqir alayhi salam. Ukisema unaenda kwenye tafsiri ya Qur'ani kwa mujibu wa fiqh, kwa masuala ya kifiqh, utakuta riwaya za al-Imam Muhammad al-Baqir. Ukisema unaenda kwenye tafsiru al-adabi, huwezi kukosa maneno ya nani? Ya al-Imam al-Baqir kuhusiana na tafsiri ya Qur'ani. Kwa hiyo kila mfasiri wa Qur'ani amefaidika na maneno na riwaya za al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi afdalu salatu wassalam. Hii ilikuwa kwa ufupi ni katika sehemu ya tafsiri. Lakini katika sehemu ya hadithi ni kwa namna gani al-Imam Muhammad al-Baqir ametoa mchango wake mkubwa katika kuhusiana na elimu ya hadithi. Historia inatuambia laqad aula al-Imam Abu Ja'far, alitilia umuhimu wa kipekee al-Imam Muhammad al-Baqir ambaye ni baba wa Ja'far المزيد من اهتمامه للحديث الوارد عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Alijitahidi sana kuhakikisha kwamba na suala zima la hadithi ni katika vipaumbele vyake, riwaya, kuhakikisha kwamba riwaya za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mapokeo kutoka kwa Nabii Muhammad yanafika kwa Waislamu, yanafika kwenye umma wa Kiislamu, wa an abaihi al-a'imma at-tayyibin, lakini vile vile maneno kutoka kwa baba zake wa maimamu watukufu
وقد روى عنه جابر bin Yazid al-Ju'fi 70,000 hadith, kiasi kwamba Jabir bin Yazid al-Ju'fi aliweza kupokea riwaya 70,000 kutoka kwa nani? Kwa al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi afdalu salatu wassalam. Lakini vile vile wa Abani bin Taghrib majmua kabira, naye alipokea riwaya nyingi, hadithi nyingi kutoka kwa nani? Kwa al-Imam Muhammad al-Baqir, kama ruya anhu ghayruhuma min a'lami ashabihi ta'ifatun kabira min al-akhbar, kama vile walivyopokea wengine kundi kubwa la riwayati kutoka kwa al-Imam Muhammad al-Baqir. Kwa hiyo al-Imam Muhammad al-Baqir alikuwa na nafasi kubwa katika kuhakikisha riwaya na hadithi za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi na za maimamu wengine zinaendelea kubakia na zinawafikia Waislamu wote duniani. Inshallah katika kipindi kijacho tutaendelea kuangalia nafasi yake katika Uislamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.